Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama vile roho yako ifanikiwavyo. Hamjambo watu wa Mungu. Habari za siku ya leo. Mnaendeleaje? Hamjambo watu wa Mungu vituoni kule. Napata habari za watu wako maeneo ya Arusha, Lengijave, madukani. Wanatufuatilia sana, wanafunzi wa Arusha Technical wanatufuatilia kwa karibu. Mungu awabariki watu wote katika vituo. Niwakaribishe tena katika kipindi chetu cha afya si angavu, utulivu wa akili, afya ya akili, maradhi ya akili jangwani, ambayo ndiyo tunayajadili bado, na tumebaki na siku chache sana mikutano yetu kuisha. Bila shaka naamini kwa sehemu kubwa mpaka sasa mambo mengi kuhusu afya ya akili tumeyafahamu, mambo mengi kuhusu afya ya akili tumeyaelewa, na huenda tunakwenda kuyaishi, kwa sababu tunaamini katika haya yote ndiyo tutaweza kufanikiwa, kama jinsi ambavyo tunakuwa tukisalimiana kila siku. Basi tuweze kupata ombi kabla tujaanza kipindi chetu. Tutakaa tu hapo hapo. Tunakushukuru sana Yesu kwa nafasi nzuri hii ya siku ya leo, kuwa nasi tena katika dakika hizi ambazo tunakwenda kujadili kwa uchache kuhusu afya ya akili. Kuwa nasi katika yote, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Visababishi tulivizungumza jana na tuliona ni kwa kiasi gani changamoto ya perinato, kipindi cha ujauzito mpaka mwaka mmoja, na wengine wanasema mpaka miaka miwili ya mtoto kuzaliwa, kuna mabadiliko kwa huyo mwanamke, huyo mama, basi anakuwa na changamoto ya afya ya akili. Visababishi vyetu mmoja hapo tuliona siku ya jana ni vichocheo ambavyo vinabadilika kwa sababu ameshaingia mtoto, na mambo yanabadilika zaidi, na vinaweza ikaweka athari kwa mtoto na kwa mama pia katika namna ambavyo anazidi kukua. Lakini nyingine tuliweza kuona historia katika familia, labda ni historia ya maradhi ya akili, historia ya hiyo changamoto katika familia yake inaweza kawa inaleta namna kama hiyo. Siku ya leo kuna mambo kwa uchache ambao napenda tuweze kuyatazama. Katika hii dhana yetu tunashughulika vipi basi na hii changamoto? Tunasaidiana vipi na wenzi wetu? Tunasaidiana vipi na ndugu zetu, majirani zetu, wanawake ambao tunaishi nao katika familia zetu wanapokuwa kipitia katika kipindi kama hichi? Mara nyingi tunasema upimaji na ugunduzi wa mapema ni wa msingi zaidi. Na upimaji na ugunduzi wa mapema huu tunaufanya kila siku anapokuwa akienda katika mahudhurio yake ya kliniki. Na huwa sisi tunashauri kwamba pale ambapo unaona tayari ujauzito umeshaingia, basi umeshabainika upo, lazima uanze kliniki. Kliniki ya kuanza kukagua mambo yote na kuangalia maendeleo ya kwako wewe, maendeleo ya mtoto pia anavyokuwa anakuwa. Na hayo mabadiliko yote yatakuwa yakionekana kipindi chote hicho, kuweza kugundua nini ambacho kimetokea na kuweza kukabili kama hilo tatizo likiweza kutokea. Na kama jana tulivyokumbushana jambo la msingi, ni vyema kliniki umsindikize mke wako, wewe mwanamume. Umsindikize siku zote za kliniki zote, na maelekezo yote ambayo yanatolewa pale basi yaweze kuwa ni sehemu ya wewe kushiriki, kumsaidia na uwepesi wake ukawa mzuri. Lakini kama yupo ambaye atabainika basi ana hii changamoto, ziko tiba za maongezi ambazo moja hapo tunaziita CBT, IPTI. Hizi zinasaidia sana kuweza kutibu sonona ambayo inaweza kanyanyuka kutokana na kipindi kama hicho. Wasiwasi au changamoto ya hofu ambayo anakuwa nayo anaweza katibiwa katika kipindi kama hicho, kwa sababu tayari tumeshakujua kwamba huenda na vinasaba, tayari tumeshakujua kwamba mabadiliko haya yanazidi kumletea hii changamoto, na tunajikuta kwamba tunaweza tukamsaidia. Lakini jambo lingine, yawezekana kuna mwingine tukifanyika uchunguzi basi inahitajika aweze kupewa dawa, na dawa za kuzuia hii sonona zipo. Inawezekana akapewa dawa zingine za kuzuia hiyo hali ya wasiwasi au tashwishwi, na zinaweza zikawa ni dawa ambazo anaweza kutumia kwa kipindi fulani. Na hapa huwa tunaangalia isiwe na madhara zaidi kwa mtoto au isiwe na madhara zaidi kwa mama, na hii ni lazima tuweze kumuuliza. Na ndio maana tunasema dawa zote ambazo zinapatikana ni lazima uandikiwe cheti cha daktari na uweze kupewa kutokana na maelekezo ambayo daktari amekupa. Usitumie tu dawa kwa sababu uliwahi kuzitumia wakati fulani. Hiyo mara nyingi huwa tunakataza na kuatia shime. Usithubutu kutumia dawa ambayo hujaandikiwa na cheti kile cha daktari, ili kuepuka madhara mengine ambayo yanaweza katokea. Jambo lingine, kuna makundi ya usaidizi.
Makundi ya usaidizi yawezekana pale pale hospitali tukayatengeneza, lakini hata na sisi katika jamii zetu tuna mambo mengi ambayo tunayafanya. Kuna vikundi wakina mama wanakutana vikoba, basi kule viwe sehemu ya kusaidiana. Katika dhana hii hapa ni wajawazito wale wote ambao wana hii changamoto au alishawahi kuwa na changamoto kama hii katika historia ya uzazi wake. Mama mtu mzima, labda ni mwanamke ambaye shazaa zaidi ya mara moja, kwa hiyo wanaweza wakatiana shime katika mazingira kama haya. Na hapa tunakataza ile tabia unaenda kumuona mzazi unaanza kumshangaa, pua imekuwa kubwa, hii itakuwa hali fulani. Wewe utakuwa na matatizo. Ufasi sana kuwatembelea watu, sio kitu kizuri. Au unaanza kumwambia huo mguu umeanza kuwa hivyo, yani hali mbaya. Tunashauri kwamba tusipende kuwashangaa wajawazito, na hata tusipende kukaa muda mrefu sana kuanza kuwajadili mionekano yao katika nyakati kama hizo. Tutatengeneza tatizo ambalo sio zuri. Hii tutaikataza kwa wale wenzi wao, lakini pia tutaikataza hata kwa wale wanawake wenzao ambao wanakwenda kuwatembelea. Hichi ni kipindi ambacho tunatakiwa tumtie mtu moyo, tumfariji sana na tumuonyeshe jinsi ilivyo bora kuwa mama mwenye ujauzito, na azidi kufurahia ujauzito wake kila siku. Na hata mabadiliko yanakuwa yakitokea, ukipigiwa simu basi unazidi kumtia moyo, na sio unaanza kumshangaa kwa kila hatua anakuwa anapitia. Lakini kingine tunasema ni elimu na hamasa. Elimu mara nyingi huwa tunaitoa kwa wajawazito na familia zao kuhusu dalili hizi, na hizi elimu kwa kiasi kikubwa huwa inasaidia kurahisisha hizi huduma kupatikana mapema, kwa sababu utaambiwa ikitokea dalili hii ufanye hatua gani, ikitokea hivi kitu gani kinafanyika. Na mara nyingi siku zote kabla ya kuanza huduma pale kliniki huwa lazima tutoe elimu. Binafsi huwa napenda sana kuzitoa zile. Unawasimulia mambo yanavyokuwa, itakavyoweza kutokea. Mwingine atauliza swali, mwingine atajibiwa. Ile inazidi kuongeza uelewa katika jamii. Na hii itasaidia sana. Kwa hata kama akipitia hizi dalili mapema atajua wapi pa kwenda. Lakini pia hata hivyo hii elimu itaongeza hamasa na kupunguza ule unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Hata ogopa kujitokeza kusema kwamba mimi napitia hii changamoto, labda mke wangu ameanza kuonyesha hizi dalili, basi anaweza akasaidika mapema kwa sababu hamasa imekuwa kubwa na elimu imekuwa kubwa. Turudi katika hoja ambayo huende kana fanana na vile visababishi. Demografia ambayo niliwahi kuizungumza wakati fulani ni elimu ya kujifunza mazingira ya wapi na kwa nini na kwa hivyo, na je watu wa maeneo fulani labda ndio ambao wanapata hizi changamoto na vitu kama hivyo. Katika demografia ya hii changamoto ya perinatal mental health, changamoto ya afya ya akili kipindi cha uzazi, mwaka mmoja au miaka miwili toka mtoto amezaliwa, umri umeonekana ni mojawapo ya vitu mojawapo. Wakina mama wadogo au wale ambao wana umri mkubwa, labda kuanzia miaka 35 kwenda juu, wanakuwa katika mazingira hatarishi zaidi kuweza kupata hii changamoto. Na siku ya jana niliweza kuzungumza nikasema katika udogo wao wa kujifunza huenda ni kitu kipya, hawana taarifa nyingi sahihi, yawezekana wakapata hofu na vitu vingi ambavyo tokea. Kwa lazima tuzidi kuwapatia taarifa, lakini pia tunashauri basi upate ujauzito katika umri ambao kidogo umesogea miaka 20, 19 20 kwenda mbele na vitu kama hivyo. Lakini jambo lingine ni hali ya kijamii na kiuchumi. Hii tuliongea kwa jana kwa uchache. Watu wenye kipato kidogo ambacho kama pesa haitoshi, ule msongo wa mawazo na hali ya kuwaza kukosekana kwa pesa, nitatunza vipi huyu mtoto wangu, nitamweka katika mazingira gani ya uzazi, kila siku kwenda kliniki. Kuna mwingine anaweza kupata hii changamoto katika namna ya kubeba hii hali ya mambo. Lakini jambo lingine katika demografia ni hali ya ndoa. Jana nilikazia na leo tena nazidi kukazia. Wajawazito ambao hawapo katika hali ya ndoa au wapo katika hali ya ndoa lakini hakuna mahusiano mazuri kati ya yeye na mwenzi wake. Yaani ule ujauzito umeingia, tunaambia shauri yako. Nani alikutuma upate ujauzito? Mume wako anakujibu kitu kama hicho. Sasa unaanza kusema hichi kitu gani huyu mzee anaongea hichi? Ili jambo nilipata peke yangu.
hiyo inaweza kampeleka katika hatari zaidi ya kujikuta hii changamoto inaweza kampata kirahisi. Na kama na vinasaba na mazingira aliyowahi kupitia katika maisha hayakuwa mazuri kutosha kumudu hali fulani za mambo, basi anaweza kaingia katika hii changamoto. Lakini jambo lingine katika demografia ni mambo ya mila na tamaduni. Tamaduni zenye unyanyapaa sana kuhusu mambo ya afya ya akili. Lakini tamaduni zile zingine ambazo zinafanya watu wanashindwa kuelewa hili jambo ni kitu gani kimetokea. Na jana niliongea katika tamaduni zetu, wanaume wana zile mambo kwamba mimi ni mwanamume, sitaki kukaa na wanawake, sitaki kwenda na mwanamke kliniki, basi sitaki kushika mtoto, kwetu sisi wanaume washiki watoto. Tukaongea mambo mengi ya msingi. Maisha ya sasa hivi yanazidi kubadilika, sio yale ya kipindi kile. Tunazidi kuingia katika dunia mpya. Kwa lazima tamaduni zingine uziache, kinyume na hapo utaugua akili hapa mjini. Yaani mjini ukileta tamaduni za kwenu unaanza kuugua mapema. Na nikawapa mifano michache kitu gani ambacho kinaweza kikatokea. Kwamba mara nyingi mtoto ataona basi baba hayuko pamoja na sisi na mama atufuatilii, mama kidogo anajitahidi kuwa na sisi. Kwa hiyo inawezekana ukakosa mambo mengi katika maisha. Kwa hiyo tunatia shime tamaduni na mila ambazo hazina tija katika jamii, si vema kuendelea kuwa nazo. Si vema kuendelea kuzikumbatia kwa sababu zinaongeza ukubwa wa tatizo katika maisha tunaoishi leo. Zinaongeza ukubwa wa tatizo la jangwa la maisha ambao kila siku tunazungumza. Kwa wito wangu mkuu kama mtaalamu, tujaribu kuwa karibu na familia zetu, hasa wa baba. Mke wako akitaka kujifungua basi ajifungue pale pale na huko hapo hapo. Kwenye baadhi ya tamaduni zingine, nchi zingine, mpaka wakati wa kuingia kwenye kile chumba mume wake pia anakuwepo. Naye anasaidia pale ule mchakato mzima mtoto anapokuwa anazaliwa. Mwingine hapa anaweza kaanshanga, inawezekana vipi? Inawezekana, na inaongeza ujamaa na upendo sana kwa mtoto anapokuwa anakuwa, kugundua kwamba baba yangu alikuwa pamoja na mimi katika huu mchakato wote toka mwanzo na anazidi kuwa karibu na mimi. Na tafiti zingine zinazidi kuonyesha kwamba watoto ambao wanakuwa karibu na baba zao sana, hata uwezo wao wa akili unakuwa mzuri sana, wa kujiamini, uwezo wao mzuri sana wa kufanya mambo katika maisha. Na jaribu nyinyi kuchunguza wazazi ambao wana muda sana na watoto wao, wazazi wa kiume, basi mambo yanakuwa ni mazuri zaidi na kujiamini kunaongezeka. Kwa hiyo niwatie shime katika jambo hilo, tujitahidi. Lakini mwishoni, demografia nyingine inaonyesha ni historia ya manyanyaso. Wanawake wenye historia ya manyanyaso ya kimwili, labda manyanyaso ya kingono, manyanyaso mengine ya kimwili na kihisia, wapo katika hatari zaidi ya kupitia hii changamoto katika kipindi hicho cha perinato. Kwa hiyo tunajaribu kuyaongea haya, kupunguza manyanyaso ambayo yanaweza katokea kwenye maisha pasipokuwa na sababu ya msingi. Na nyinyi wote mnajua katika hizi nyakati za kupambana kutoka jangwani, katika jangwa ile la maisha ya kila siku, mchungaji anahubiri hapa, tumeitwa watu wote wa lugha zote na jamaa zote kuwa kitu kimoja, tayari kumpokea Yesu mara ya pili. Kwa mila zetu na desturi zinazidi kutupunguza sana kuwa kitu kimoja. Niwatie heshima jioni ya leo, Mungu akazidi kutupigania. Mila zetu na tamaduni zetu zisitubane kiasi kwamba tukashindwa kuchukuliana na mambo katika uhalisia wa leo. Mungu atatusaidie tukasimame katika tamaduni ya yeye kumwamini na kuwaona watu wote ni watu wake, na tukashiriki katika kuitana wote kusaidiana katika mambo ambayo tunapitia katika maisha. Siku ya kesho nitaongea mambo mengine ya msingi, na siku kama 2-3 zimebaki, na kesho tutaongea kwa mapana zaidi kuhusu madawa ya kulevya, na huenda tutakwenda kumalizia na changamoto ya kujiua na kuona ni kwa kiasi gani tutaweza kusaidiana katika changamoto za maisha haya. Mungu na atupiganie, atubariki sana, atusaidie katika haya mambo ambayo tunayasikia, tukayaishi na tukae bora sana katika maisha, kwa sababu katika haya ndiyo ambapo tunapata mafanikio katika maisha yetu. Na mpenzi yule ambaye anatazamiwa kuwa mafanikio tutamuona katika maisha haya kabla Yesu hajarudi mara ya pili. Tusimame tuweze kupata kuomba. Tunakushukuru sana Yesu kwa nafasi nzuri ambayo umetupatia siku ya leo, kuwa nasi zaidi katika mambo yote ambayo tunajifunza na kuyaelewa katika maisha yetu, tukayaishi, tukayafanye kuwa sehemu ya maisha yetu. Nasi Yesu tukakupokee na tuwe tayari kukungojea urudi mara ya pili. Kuwa nasi katika vipindi vingine, endelea kubariki watu wako na kugusa mioyo yako katika mikutano hii. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina.